وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kama alivyosema pacha kwamba mimi ni katika miongoni mwa watu wa nyumba hii, na wapo wageni ambao inapaswa sisi tuweze kuwakilimu, wao waweze kusema kulikoni sisi. Lakini bado narudia maneno yangu kwamba kidonda changu bado hakijapona, kidonda changu bado ni kibichi. Kuzungumza katika uwanja huu bado naendelea kupata mashaka makubwa katika nafsi yangu, kwa sababu ya msiba wa mzee bado upo katika nafsi yangu. Malezi yake ya kitasawuf ambayo ametulea bado yapo na yaona katika macho yangu, lakini pia yamejaa katika moyo wangu. Ila nikija hapa nashindwa kufanya lolote, bali nakumbuka malezi yake na maneno yake mara kwa mara nilipokuwa nakuja kwa mzee wangu. Kimsingi ni kwamba tumelelewa na mzee, tumefundishwa adabu, na moja ya kazi ya elimu ya tasawuf ni kuja kuwafanya watu wawe na kitu kinaitwa moral behavior. Kwenye tasawuf kuna at-tahalli wa at-tahalli, yani mtu kutolewa tabia iliyokuwa chafu, lakini pia kuingizwa tabia iliyokuwa njema. Na yote hayo tuliyapata kwa mzee wetu, namna alivyokuwa anatulea. Ukisoma katika elimu ya psychology kuna kitu kinaitwa psychology au ilmu nafsi. Kazi yake ni kuweza kutengeneza nafsi ya mtu iweze kuamiliana na watu na iweze kuwa na tabia zilizokuwa njema. Malezi hayo kwa hakika tuliyapata kwa mzee wetu. Pacha, mimi nafasi yangu ya kuzungumza nadhani tuachie mashehe wengine waweze kuzungumza, kwa sababu kiwanja hiki siwezi kuzungumza lolote. Mimi ni Ahlul Bait, na mzee wangu Khalifa Zaid analijua hilo na Abdul Latif anajua hivyo. Mimi ni msemaji, lakini nasema kidonda changu hakijapona. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.